Naam, habari, karibu sana. Hii ni Mikasa na hii ni Perfect Bongo TV, na leo bwana tumekutana na mzee wetu hapa. Ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa na maisha fulani hivi hatari huko miaka ya nyuma. Aliwahi kuaga mvuvi ambaye alikuwa ni mshirikina mkubwa sana. Alikuwa anatumia dawa, hirizi, uchawi mkubwa kwa ajili ya kuweza kupata samaki, na kweli alikuwa akifanikiwa, na alikuwa ni mmoja kati ya watu hatari sana miaka ya huko nyuma. Tuko naye hapa kwa ajili ya kutupa historia yake, simulizi yake ya maisha, mikasa na matukio mazito ambayo ameweza kuyaishi, lakini leo amekuwa ni mtu mwingine mpya kabisa ambaye anampendeza Mungu, na ni moja kati ya mifano ya kuigwa kabisa katika jamii kutokana na namna ambavyo ameishi zamani na alivyo sasa. Tumepata bahati ya kukutana naye leo mjini Kigoma. Ni Kigoma sehemu gani mzee? Kigoma mtaa GTZ hapa. Mtaa GTZ. Tuko naye hapa na tunazungumza naye. Mzee, kwanza heshima yako, shikamoo. Marahaba, Mungu akubariki sana na karibu sana. Amina sana. Kwa mtu ambaye anakutazama mara ya kwanza, pengine unaitwa nani? Utambulisho wako, majina yako kamili, lakini pia mwenyeji wa wapi, familia, elimu, nitakufahamu kila kitu kuhusiana na wewe. Mimi kwa jina naitwa Alex Alberto Buzenzeri. Buzenzeri ndio jina langu kamili. Nimesoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7. Mimi nimezaliwa nchini Burundi mwaka 1970. 1970. Miaka hiyo nadhani kwamba mwaka 1972 tukawa tumekuja huku. Ina maana kwamba makuzi yangu yote yamefanyikia hapa. Ni uzao ulizaliwa Burundi? Uzao nimezaliwa nchini Burundi. Lakini baba na mama wote ni Warundi? Baba na mama wote ni Warundi. Ulikuja huko kipindi hicho una umri gani? Nikiwa na umri wa miaka 2. Kana miaka 2. Kwa hiyo nimekulia hapa. Nimeanza darasa la kwanza katika shule ya msingi Kiezia mwaka 1979. Nimemaliza shule mwaka 1985. Kiezia hapo. Baada ya kumaliza sikuweza kufaulu kwenda kidato cha kwanza kwa ajili ya elimu ya juu zaidi. Hivyo basi niliweza kuingia sasa kwenye ajira, ambayo shughuli kubwa niliingia kwenye shughuli ya uvuvi, ambayo sasa ilikuwa kama ni shughuli ya kurithi, kwa sababu babu yangu ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa masuala ya uvuvi mkoa wa Kigoma. Yaani babu yako wewe Buzenzeri alikuwa mwanzilishi, yani kuanzia Kagunga kule mpakani. Yani tuseme kuanzia Kagunga mpakani mpaka mwa Zambia, kuhusu swala la vipe, yeye ndo alikuwa mwanzilishi. Taalamu wa uvuvi. Anajua mbinu na njia, na ndio alileta masuala kama unaona ni vipe hivi. Unasikia vipe. Yeye ndio alikuwa muhasisi wa kwanza. Na wote mlihama na babu na baba? Na mimi baba alifariki kwa ile vita ya 72. Kwa hiyo mimi nikaishi katika mazingira ya kuwa pamoja na babu, ndio nilikula mikononi mwake. Lakini mama alikuwepo. Kwa hiyo ni baada ya kushindwa kuendelea na masomo, niliingia kwenye fani ya uvuvi. Fani ya uvuvi ile ilikuwa na mchakato mkubwa sana. Kama kawaida, mtu asikufiche mtangazaji, uvuvi ni sekta ambayo ina ushirikina mkubwa sana. Nimeanza kushika ushirikina wa uvuvi nikiwa na umri wa miaka 15. 15 pekee? 15. Nikajiingiza kwenye ushirikina wa uvuvi nikiwa kama mvuvi. Nimepambana, nimekwenda sehemu za aina mbalimbali, nikianzia uvuvi popote nilipokwenda, kuanzia Kagunga mpaka mpakani mwa Zambia, kote nimezunguka mimi. Nataka ukiwa na miaka 15 mpaka unasema sasa hapa ngoja niende kwa waganga. Nini hasa kilikusukuma? Unaona, katika sekta ya uvuvi kuna ile mtu kuamini pasipo kwenda kwa uganga hakuna riziki unaweza kupata maji. Hivyo basi ikaonekana kwamba yale mazingira niliyoyakuta pale ndio na mimi nilipita mle. Kwa hiyo ikafikia hatua sasa mimi ninavuka viwango.
ninavuka viwango vile vilivyokuwa vitumiwa, japo kwamba vipo viwango vingine sasa unatumia hata nguvu zingine ambazo sasa yani tuseme unafikia hatua viwango vya kuweza kumpeleka mtu na unaua, lakini mimi hicho sikupitia hemo, ila nipitia tu kupitia kwa waganga. Kupewa vitu fulani ambavyo tayari, mfano kama unapewa hilizi, unapewa njoka. Nataka sasa tuende taratibu. Huko kote tutafika. Una miaka 15 ukaanza kuingia kwenye ushirikina. Nataka nione mara ya kwanza unaenda. Nafikiri kumbukumbu zitakuwepo. Ilikuwaje na ilikuwa vipi na ulipewa dawa gani na maisha yake? Kwa mara ya kwanza kabisa nilikwenda Kibondo, sehemu moja inaitwa Kitahana, iko Kibondo ndani ya Kigoma kule, nikiwa nimetumwa bana, kutegemeana na hii hali tulionayo. Kuna mzee fulani yuko Kitahana, Bitulana. Hapo sasa nilikuwa babu, hapo nilikuwa nimeshatoka, nikaenda sehemu fulani. Kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Mwinjuma, ambaye nilikuwa navua kwake sasa, ili kama mfanya kazi sasa. Hapo sasa babu yeye kipindi hiyo uchumi wake ulikuwa umeyumba. Uchumi wake yeye ulikuwa umeyumba. Sasa ndio nikaenda kule, kufika kule ndio kwa mara ya kwanza mimi ninapewa kitu kimoja kinaitwa nyoka wa kuvuta samaki ndani ya ziwa Tanganyika. Ukiwa na umri huo? Nikiwa na umri wa miaka 16. Nataka unipe full story kwamba ulivyofika pale mganga alikwambia nini, mlifanya vitu gani mpaka nyoka akatokea, ukakabidhiwa vipi? Nataka unielezee kiurefu taratibu. Kwanza kabla mimi sijafika kule, yeye alijua kwamba mimi nakwenda. Unaona miaka ile kipindi masuala yalikuwa hayapo. Yeye alijua kwamba mimi nitakwenda. Na mimi nikatoka hapa, nikapanda gari, nafika pale Kibondo pale stendi pale, nakuta kuna mtu amekuja kunipokea. Mimi sipajui. Na mtu yeye anakujua kama unajua unakuja. Anajua ninakuja, lakini mimi sijui kama kuna mtu ananipokea. Na wala sijui ninakokwenda ni wapi. Isipokuwa niko ramani tu kwamba kuna mzee fulani anaitwa fulani. Ukifika sehemu fulani ulizia. Mimi nateremka gari, nakuta mtu anakuja kunipokea begi. Ananiambia ni wewe, nimekuja kukupokea. Nikamwambia wewe nani? Akasema mimi nimetumwa na mzee fulani. Naangalia kwenye karatasi langu kuangalia jina lile lile. Nikamwambia ni mimi. Bado ni kijana mdogo tu, miaka 16. Nikamwambia ni mimi. Nikamwambia babu anakuita. Tukatembea kutoka pale kama mwendo wa dakika 45, tunaingia kijijini ndani kwa mguu poli. Tukafika mpaka kule. Kufika mpaka kule, mazingira niliyoyakuta pale, sikuona nyumba ya bati. Niliona nyumba hizi za kimila, hizi za ngondano hizi. Ziko aina nyumba fulani za majani matupu zile. Zile furusuti zile. Alafu kuna wakina baba wako vifua wazi. Alafu wakina mama wamefunga tu hivi, wameziba tu hizi hapa. Alafu wamevaa visketi vifupi vyeusi humo. Kimila zaidi. Yani kimila zaidi. Karibu. Naanza kupigiwa magoti. Kabla sijafika kwenye imani, naanza kupigiwa magoti na wale wakina mama wanakuja kunipokea mimi. Napakiwa kama mfalme. Mimi nikabaki na shangaa. Hiki kitu kiko namna gani? Nini? Hapo mimi na gano langu la mawese. Alafu nina vifurushi vidogo vya dagaa. Nimepeleka kama zawadi kule. Kwa sababu si nimeagizwa kwamba nenda kwa ule mzee kule. Basi nikafika pale. Kufika pale, mzee, karibu mzee. Miliki inakutambua sasa. Nikatandikiwa ngozi ya chui. Ndio mkeka wa kukalia, ndio kiti. Pana hicho kitu hakipo. Ngozi ya chui ndio nikakalia mimi. Karibu. Nikakaa. Nilipokaa, nikakaa pale, nikapelekewa maji ya kuoga. Maji ya kuoga yamewekwa kwenye mtungi fulani mirefu hivi. Alafu kuna kata
lile pembe kama silikosei, lile kata ilikuwa ni pembe kama ilikuwa ni pembe kama pembe ya nyati kama sikosei, ile pembe kwa sababu ilikuwa ni fupi ambayo ni ndefu namna hii. Mzee, karibu maji ya kuoga. Kasema asante. Kama sasa mzee, ukishafika hapa kule chooni kule kuna mavazi tumekuandalia. Haya ambayo umekuja nayo inabidi uyache kule chooni kwa muda utakao kuwepo hapa katika imaya yetu sisi hapa. Ndio mavazi yako utakayotumia wewe huko. Ndicho kitu hakipo kule. Alafu hauruhusiwi kuvaa viatu. Peku. Alafu ni masika. Basi mimi nikatii. Kaenda nikaoga. Maliza kuoga kweli nikakuta zile ngozi ziko kule, kwenda kuangalia. Ni ngozi. Ile ngozi nadhani ilikuwa ni ngozi ya mabaka mithili kama ya chui hivi. Hapana, ilikuwa ni mithili ya kama ya chui tu. Kwa hiyo nilivaa kama vile navaa rubega vile. Kibega upande hivi ndio nikavaa. Basi nikarudi nikajumuika, nikamaliza kuoga nikarudi kujumuika na wengine. Lakini mikao tulikuwa tukikaa pale sio kama tunasogeleana hivi. Mmoja anakaa kule, mwingine anakaa kule, mwingine anakaa kule, mwingine anakaa kule. Tunapeana distance katikati, nafasi katikati pale. Nikiangalia hali ya hewa jinsi ilivyo tofauti kabisa. Yule mzee amefuga mbwa wengi sana. Nyumbani kwake. Lakini huwezi kujua chakula wale mbwa wanakula chakula gani pale. Mbwa wengi sana. Nilishindwa kupata hata idadi yao kabisa. Basi ikafika jioni, kaambia leo jioni huwezi kushughulikiwa jambo la aina yote. Mizimu haijatupa nafasi. Lakini ratiba zako zote ziko hapa. Sio kwa leo. Nikasema sawa. Kwa hiyo walinipa masharti, unaambiwa unapoingia kwenye ile nyumba ambayo sasa ni nyumba ndio ya mizimu, unaingia peku pale, alafu ukiingia unainama pale. Pale unakuta kuna kisanamu fulani kiko pale, kimesimama kama vile mtu. Yaani ndio unakinamia kile. Kama unakisujudia kile. Sio kwamba unainama mlango ni unasujudia kwa kile kisanamu hivi, alafu kile kisanamu kinatikisa kichwa hivi. Chenyewe. Acha bwana. Kile kisanamu kinatikisa kichwa chenyewe. Kuna mtu anayekitikisa? Kuna mtu anakitikisa, alafu unaingia kule, alafu hamna mtu mle. Kabla hujainama hakitikisi. Kabla haijainama hautikisi, lakini ukiinama chenyewe kinatikisika. Hii ni kweli mzee? Kinatikisika kabisa hivi. Basi nikakaa pale kwenye kigoda pale, nikakaa kama dakika 10 hivi. Alafu nikaona kile kinatikisika hivi. Nikubali kinatikisika hivi. Yule babu akaingia. Lugha alikuwa akiongea siitambui. Sio lugha ya watu wa Kigoma wala sio watu wa Kigoma wala nini, wao wanajua lugha yao. Sasa kumbe akawa anaongea, na kile kisanamu. Kila akiongea kile kisanamu kama vile wanaelewana hivi. Kwa kweli hicho ni kitendo ambacho yani nilishangaa sana. Hivi ni vitu gani? Mara kwanza unaenda kwa mganga kwanza, hiyo ni vitu gani? Basi nikaa pale, kaambiwa amesema toka nje. Nikatoka nje. Yeye babu, mimi sijasikia. Yule babu, mimi nikatoka nje. Nilipotoka nje kaenda nikakaa. Akaja akaniambia amesema saa 11 alfajiri kazi yako inaanza rasmi. Kesho yake sasa asubuhi. Kwa hiyo inatakiwa nitulie. Mimi huku Kigoma nilikuwa nimezoea kula samaki, mawese,
Mboga zenye rojo nzuri nzuri tu zimeungwa vizuri. Lakini chakula nilichokikuta pale kwa ule mzee, kwa sababu ya yale mashaiti kuwepo pale na kile kitu nilichokifuata mimi pale mpaka nikipate, nililazimika kula. Uta vyakula gani? Mimi pale nilikuta uyoga, kumbikumbi zimechanganywa na kumbikumbi, maharage yamechanganywa pamoja hayo. Uyoga, kumbikumbi, maharage, sawa? Alafu wamechukua maziwa wamechanganya mle. Alafu wakachukua majani fulani jamii ya mlenda ndio yamekorogwa korogwa mle. Ndio chakula unawekewa pale. Vyote vimexiwa alafu ndio unapewa kula. Kwa mara ya kwanza chukua kula. Wapi? Kwenye ulimi inakata kabisa kupita. Ladha mbaya sana. Yaani kama chakula nadhani kimewekwa kama siku 3 hivi. Wapi? Yule mzee akaingia ndani. Kaambia mtoto inabidi ule. Ili uweze kufanikiwa mambo yako inabidi ule chakula hiki. Unakula na ugali. Hapo unakula na ugali wa dona ambao hajakobolewa. Kuna ule ugali wa dona ambao unasagwa kwenye mawe ule. Mashine za mkono zile. Kachukua nikala nikamaliza. Kalala. Sasa mimi nimemaliza, unatoa vyombo, ule mzee anachukua vile vyombo nilivyolia anapeleka kule kwa ile jumba lile liko lile sanamu limomle. Ili kuhakikisha labda pengine sikujua ni sababu gani, lakini baadaye aliniambia kwamba sababu ya mimi kuweza kutoa vile vyombo ni kumpelekea kumwambia yule bana ajue kwamba kile ambacho tumekupa wewe umekitekeleza. Hata chakula ilikuwa ni maelekezo kutoka kwa mizimu yao. Wao walikuwa wanakula chakula kama unachokula wewe ama wewe peke yako? Mimi peke yangu. Basi nikafika pale. Baada hapo saa 11 alfajiri kazi ikaanza sasa kuanza kunishughulikia. Nikaambiwa nyosha mikono hivi, nikanyosha. Kaambiwa tema mate kwenye mikono, nikatema mate kwenye mikono. Yule mzee tuko ndani mle ile ngondano ile imejikunja hivi. Ule mkisi uko mbele umesimama pale. Mkisi ni nini? Mkisi ndio lile lisanamu lile. Ile sanamu lile ambalo yule babu alikuwa anaongea kipindi mimi nimeingia kwa ile ngondano ile. Nilipoingia pale nilipoinama na nyoyo likainama. Basi yule babu yuko pale. Alafu mimi nikakaa mbele, alafu yule babu yuko nyuma yangu. Mimi ninatema mate hapa. Hivi niko natema nimenyosha hivi. Mate tap na nikitema hapa. Ninajitemea hivi, nachukua hivi natema hivi, alafu nanyosha hivi kwa ule mkisi. Ndani ya dakika 2 ukiangalia hapa kwenye mikono hamna kitu. Kama pamelambwa hivi. Ni mate unajitemea wewe. Jitemea hivi. Alafu nanyosha ya kutosha, nanyosha hivi kwa ule mkisi. Alafu ule mkisi, yani nakuja kuangalia kwenye mikono, ule vile vitu hapa kwenye mikono hakuna. Na haukugusi huo. Wala hauinuki wala hauligusi. Wala sihisi hata kuguswa hata kidogo. Mate hayapo. Alafu ule mkisi ukatikisa kichwa. Alafu yule mzee huku nyuma anasema umekubaliwa. Ulifanya hivyo ya kutema mate kwa mara ngapi? Mara 5. Mara 5. Na ndivyo ilivyofanyika. Kila nilipokuwa nikifanya, nikinyosha hivi, mate yanaondoka. Kaniambia umekuja na nini mzee huku nyuma? Anasema umekuja na kitu gani? Yule mzee ananiambia sema ulichokuja nacho usiogope. Nikamwambia mimi hapa nimekuja na pesa taslimu 50,000. Mwaka 1987. Nimekuja na shilingi 50,000. Ilikuwa zamani kubwa sana. Nadhani hivi tukiongea kama sasa hivi inaweza kwenda kwenye kama laki ngapi hivi, kwenye 5 hivi nadhani kwa sababu. Basi akasema unazo hapo? Nikamwambia ndio ninazo. Kanambia sasa pesa hizo sisi waga hatuzipokei,
hizo pesa, nenda sehemu fulani, tutakupa maelekezo. Nenda pale kwenye mlango wa choo, kwenye tundu lile la choo lile, zile pesa zizungushe hivi duara, zile pesa zunguke tundu la choo lile, zile pesa sisi tukiwa humu ndani, zizungushe zile 50 umeweza kuja nazo, zizungushe kwenye choo hivi. Kwa hiyo ndivyo nilivyofanya maelekezo yale, nikazizungusha zile pesa kwenye tundu la choo lile, alafu nikarudi. Nikarudi nikakaa pale. Vyoo vya kienyeji. Ndani ya dakika 5 mimi nilikaa kwenye kiti, zile pesa zimeshafika kwa ule mkisi kule. Nimeziacha kule chooni, nikazikuta ziko ndani kule. Alienda mzee kuzichukua? Hakuna, yule mzee wala kuinuka, kwa sababu yule mzee nilimkuta amekaa pale pale na ule mkisi uko pale pale. Zile pesa nilizikuta zimezunguka kile kisanamu hivi, alafu kile kisanamu kinachukua ile hela moja moja, kinachana hivi, kinatupa hivi chanyewe. Kisanamu kinainua mikono hivi kama kinachana hivi, achana noti, chana noti, zinachanika kabisa noti, zinachanika kabisa hivi, zinachanika noti, zinachanika hivi. Wao wanajua, mimi nikabaki na shangaa. Yule mzee huku nyuma ambaye ni mganga wa kienyeji yuko kimya, amekaa kimya, na mimi nimekaa kimya, shangaa. Zingine zinazagazaga huku kote huku, zinazagazaga, upepo huko unavuma kidogo kidogo ndani mwa ile jumba lile, navuma. Basi kanambia, sasa bana, hapa shughuli yako imekamilika, umekubaliwa, utakachopewa ndicho utakachopokea, nikiwa na umri wa miaka 16. Kasema sawa. Kaambia, sisi tutakachokupa ni kitu kimoja tu, tunakupa kitu kimoja ambacho kitakuwa ni kinga yako, chukua hapo. Na hayo maelekezo, ina maana kwamba huyu mzee anapewa maelekezo kutoka kule kwenye kile kidude, atapewa hivi, atakwenda kwa lugha wanaelewana wao. Mimi sielewi ile lugha wanaiongea. Basi baada ya hapo, kama kesho yake nikafungiwa mzigo, ule mzigo ukafungiwa hapa. Kafungiwa mzigo, hebu ufafanue mzigo ni kitu gani? Begi au furushi? Hirizi. Yaani hirizi yenye kamba, alafu ukubwa wake kiasi hiki. Wakati inaandaliwa uliona ama umepewa tu tayari ishaandaliwa? Imeshaandaliwa. Yaani imeshaandaliwa kila kitu, tunaambia hii hapa chukue. Sasa kipindi mnapeana, anapokupa yule mganga yule, haupokei hivi. Mnapeana kama vile mnavutana hivi. Yeye anaivuta na wewe unavuta. Alafu anakuachia. Sasa akikuachia ile, kwa sababu inakuwa na strong, inakuwa na nguvu, inakuwa kama vile inataka kama vile inakurusha. Pressure. Na kweli ndivyo ilivyokuwa vile. Mimi nikajikuta nimeanguka huko chini kule kwa kile kiti alichokuwa amekalia yule mzee kule. Nikaona yule mkisi yule kile kisanamu kinatikisa kichwa. Basi kaambia kwamba nenda kakae, utakapotaka kuondoka, alafu ndio tutajua tunafanya nini. Nikalala pale. Nilikaa kule siku 5. Siku ya 6 naondoka asubuhi. Niliambiwa kwamba wewe nenda, tumekupa hilizi hiyo. Hiyo hilizi ndio itakuwa inakupa kinga, itakuwa kinga yako. Hiyo ndio itakuwa kinga yako, lakini masharti tunayokupa ni sharti moja ambalo litaambatana na vipengele hivi. Sharti la kwanza, mazao yale utakayoyavua, yani yale ya ziwani,
ya kwako ya kwanza ni ya kwako. Mazao kwa maana ya samaki. Samaki zile utakazovua zile kwa mara ya kwanza baada ya kuwa umetoka huko ni za kwako. Za mara ya pili ni za kwetu sisi. Ni wapeleke wao. Nikaenda na utakapofika kule kabla ya sehemu unapo yani pale ambapo mitumbu ambapo waga tunaweka pale, utachukua ule udongo wa eneo lile pale mitumbu ambapo inapopaki pale kwenye mwalo ule, utakwenda mwisho mwa mwalo kabisa kule, utachukua udongo ule, alafu utakwenda mwisho kule utachukua udongo, alafu na katikati utachukua udongo. Kuna dawa hii hapa tunakupa, utachanganya. Ukisha changanya, usiku wa saa 6 utateremka, utakwenda makaburini saa 6 usiku, utakaa juu ya kaburi. Ukiwa umelala kaburini muda wa masaa haya kaburini, unalala kwa usingizi ama unalala tu kusubiria masaa? Umelala pale kusubiria masaa 3, wewe na saa yako tunaangalia kaburini pale, kama ni saa 6 mpaka saa 9. Mpaka saa 9 kujua kaburi pale, na ule mchanga na ile dawa umeishika mkononi. Kaburi lolote ama alikupa maji? Kaburi lolote ambale unajua kwamba hili lolote na mtu mkubwa, haijalishi wa kike au wa kiume, lisiwe na mtoto na mtu mkubwa. Basi nikaenda mpaka pale saa 6 usiku, mimi nikaenda mpaka pale, kaingia makaburini, kakaa 7, 8, 9. Tena nilikwenda makaburi ya huku Rubengera, huku chini kwa sehemu moja Rubengera, huku Mwanga, huku ndiko nilikokwenda kule mimi.